lakini sikupendezwa na tabia iliyokuwa ikiendelea nje ambayo ni lazima nitoke nje kwenda kuizuia. Wako watu wanadhani kuwa Green Guard, kuwa vijana wa itifaki wao wanakuwa juu kuliko viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hili linatembea. Hii ni Angel TV na leo tunakuletea habari inayohusu sintofahamu iliyotokea wakati mbunge wa jimbo la Momba Condesta Sichalo kuzuiliwa na vijana wa Green Guard wakati akiingia kwenye kikao cha UVCCM wakati alipowasili kukabidhi mchango ambao alikuwa ameombwa na viongozi wa UVCCM. Hata hivyo, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba alitoka nje ya ukumbi huo na kumruhusu mbunge kuingia ndani ya ukumbi huo. Baada ya mbunge huyo kuingia katika ukumbi huo wa mkutano, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba aliwapa onyo kali vijana wa Green Guard, akiwaasa kuwaheshimu viongozi wa chama hicho na kuahidi atawafukuza vijana wote ambao hawatafuata maadili ya chama hicho. Hotuba yangu ilikuwa imelenga leo kuelezea kuhusu maandalizi ya uchaguzi kuanzia kura za maoni mpaka uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tutakapokwenda kuwachagua madiwani wote 29 wa kata hii pamoja na waheshimiwa wabunge wa majimbo yote mawili, lakini na kujaza kura za kutosha za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Sasa ninataka tutakapokuwa tukimaliza baraza hili, nahitaji kamati ya utekelezaji ya wilaya ifike ofisini kwangu baada ya kumaliza shughuli zote, tukae tujadiliane, na ikibidi kuna hipo haja ya kuwafunda vijana hawa watambue wajibu wao. Kwa mengine sitapenda niyaseme hapa, lakini sikupendezwa na tabia iliyokuwa ikiendelea nje ambayo ni lazima nitoke nje kwenda kuizuia. Wako watu wanadhani kuwa Green Guard, kuwa vijana wa itifaki wao wanakuwa juu kuliko viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hili linatembea. Na sitaki nirudie tena. Kama mimi ni katibu wa Chama cha Mapinduzi, nitakayekuwa mlezi wa chama hiki, sitakuwa tayari kuendelea na kijana asiyekuwa na heshima. Sikupendezwa, sikufurahishwa na nimeshangazwa sana. Tunashukuru sana kwa nasaha zako, na ahidi kamati ya utekelezaji inayosimamiwa na mwenyekiti bingwa Mandela tutatekeleza hilo mheshimiwa, sio na shaka. Ndugu wajumbe, bahati nzuri sana mwenyekiti wenu mimi ni muwazi na wengi wenu mnanifahamu hivyo. Nikiwa na jambo langu sijalipenda, nimelipenda, huwa nalizungumza kwenye vikao. Na kama mtanichukia kwa hiyo, niko tayari kuwajibishwa. Baraza hili limeandaliwa tangu mwezi wa pili. Tumeomba michango kwa wadau tangu mwezi wa pili. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunduma ametoa fedha yake wiki moja kabla. Na jana nimetoa maelekezo kwa katibu wangu. Nikatoa maelekezo ofisini na baadhi ya vijana mlikuwepo. Nikasema ikiwa kuna mtu tulimwomba mchango mpaka leo hajakamilisha, kufikia kesho tutakupea mchango wake. Na naomba nisimamie kwenye msimamo huo. Narudia tena dadangu, tunakushukuru sana kwa fedha hiyo uliyoitoa, sio kama tunaidharau. Nikuombe kwa kuwa umeitoa ni posho ya vijana wa Momba, utawapa baada ya kutoka. Sisi naeleweka. Ndugu zangu, hata michango ya harusi inatolewa mapema. Hakuna mtu anakwenda kutoa mchango wa harusi baada ya harusi. Sisi tulikuwa tunahitaji fedha itusaidie kuendesha bajeti zetu hapa. Tupate fedha kwa ajili ya muziki, tupate fedha kwa ajili ya chakula, tupate fedha kwa ajili ya usafiri, tupate fedha tukalipe vyumba watakakolala walimu kutoka Momba. Sasa tunaletewa fedha leo hii, tutaitumia wapi kama tutakuwa sio hivi? Na mimi ndugu zangu, siku
siko tayari kushiriki kwenye vitendo vya rushwa, lakini siko tayari kutumia kikao changu kama sehemu ya kampeni, kwa sababu mimi naona kama ofisi yetu haiheshimiwi, haithaminiwi, sisi kama pesa. Viva vijana, viva! Mlinichagua wenyewe bure, na niliwaahidi nitakwenda kusimamia misingi ya dini yetu ya vijana, na hiyo misingi ambayo naisimamia leo. Nishukuru sana dadangu, hii fedha naomba nitakurudishia mbele ya wajumbe wako wakiwa wanaona kwa macho yao, utawakabidhi baada. Ni heri tunaondoka bila posho. Nimewaambia mimi ni muwazi na nitaendelea kusimamia uwazi wangu na nitaendelea kusimamia uadilifu wangu. Nimesema hapa na jana nilitoa maelekezo kwa katibu wangu, ikiwa kuna mtu atashindwa kutimiza wajibu wake mapema, kesho tutakuwa tukifunga biashara yetu. Hatuko hapa kuuza utu wetu, hatuko hapa kumdharau mtu yoyote, lakini tupo kusimamia kanuni ya umoja wa vijana. Mlinichagua kwa mujibu wa kanuni hii, na mimi nimeapa kusimamia kanuni hii, na kama tutakanyaga kanuni hii CCM oye! Jambo la pili, niungane na katibu kukemea matendo maovu yote yaliyofanyika hapo. Siko tayari kuona kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi, siko tayari kama mwenyekiti wenu kuona kiongozi wa serikali au wa taasisi yoyote anafanywa kufanywa mheshimiwa mbunge. Unakemea na nikwambie katibu, niko tayari, mimi pamoja na kamati ya utekelezaji tumetia agizo lako na tutafika ofisini. Na nimemsikia mwenyekiti akieleza kuumizwa kwake na baadhi ya mambo, lakini mwisho wa siku, mwenyekiti, mimi nakuheshimu na ninakupenda sana na unajua hiyo. Kama kuna shida kwenye level ya viongozi, tuambiane huko pembeni. Umeelewa? Na hii fedha aliyotoa mheshimiwa mbunge, vijana watagawana wote majimbo yote, Momba pamoja na wapi na Tunduru. Inabidi tutabasamu hata kama ndani ya moyo tunavuja damu, hamwezi kujua. Kwa hiyo wakati mwingine lazima muongozwe na huruma ya kimungu. Tulia. Kwa hiyo nimeona ni vizuri nikalisema hili kwa maslahi ya wananchi wote wa jimbo la Momba ambao ni nyinyi vijana. Vijana viva! Viva! Vijana viva! Viva! Niwashukuru sana, na sasa niwaruhusu nirudishe maiki kwa mwenyekiti kwa ajili ya ratiba inayofuatia. Mwenyezi Mungu awabariki sana sana.